Karibu nikupe simulizi ya bibi mmoja kutoka nchini China ambaye aliwastajabisha wengi mara baada ya kuota pembe na kukataa kufanyiwa upasuaji. Habari za bibi huyo zilisambaa sana katika mitandao ya habari ya ndani na baadaye kufika nje ya nchi ya China. Ilikuwa ni mwaka 2009 katika kijiji kidogo cha Linlou, jimbo la Henan, mashariki mwa China. Aliishi bibi anayeitwa Zhang Ruifan. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 100. Katika hali ya kushangaza na ya kustaajabisha isiyoelezeka kirahisi, Zhang alianza kugundua uvimbe mdogo kwenye upande wa kushoto wa paji la uso wake. Alipojaribu kupuuzia, uvimbe ule haukuisha. Ulizidi kukua taratibu na hatimaye kuwa kama pembe ya mnyama. Baada ya miezi michache, pembe hiyo ikawa imechomoza wazi wazi. Ilikuwa na urefu wa takriban sentimita 6, karibu inchi 2.4. Ilikuwa ngumu kama kucha na ilikuwa taratibu kila mwezi. Kijiji kizima kilipatwa na mshangao mkubwa. Kwa wenye imani za jadi, walihisi pengine ni laana au ishara ya kipekee ya kichawi. Wengine walidai ni adhabu au baraka, ikitegemea tafsiri ya mtu binafsi yeye alivyoamua. Watoto wake 6, ambao baadhi walikuwa wamehama vijijini na kwenda mijini, walirudi kumwona mama yao wakiwa na hofu. Wote walimshauri apelekwe hospitali ya mkoa kwa uchunguzi wa kitabibu, lakini Zhang alikuwa na msimamo. Alisema, hainipi maumivu yoyote, niacheni nayo, msiwe na hofu. Madaktari waliokuja kutoka hospitali ya mkoa wa Henan walichunguza na kusema kuwa kile kilichoota si pembe ya kweli kama ya mnyama, bali ni hali inayojulikana kitaalam kama cutaneous horn. Ni mkusanyiko wa keratin, protini inayopatikana kwenye kucha na nywele za binadamu. Ingawa inaweza kuhusishwa na kansa kwa baadhi ya watu, kwa bibi Zhang haikuwa na viashiria hivyo. Madaktari hao walimweleza kuwa wanaweza kuiondoa kwa upasuaji mdogo bila gharama yoyote, lakini bibi Zhang hakutaka. Aliona haina madhara, na zaidi ya yote alianza kuizoea na kuishi nayo. Habari za bibi huyo zilisambaa katika mitandao ya habari ya ndani na baadaye kufika nje ya China. Waandishi wa habari kutoka vituo vya television, magazeti na mabloga walimiminika nyumbani kwake. Alianza kupokea wageni zaidi ya 100 kwa siku. Watu walikuja kutoka miji ya mbali, wengine walimpa zawadi za chakula, nguo na hata pesa ndogondogo kama ishara ya heshima. Ilikuwa kama sehemu ya ibada au historia ya ajabu waliotaka kuwa sehemu yake. Bizani anasema, nilifurahi kuona watu wengi walikuja kuniona. Najua si kitu cha kawaida, alisema Bizani wakati akiwa kwenye mahojiano na waandishi wa habari. Kama mambo hayakuwa ya kushangaza vya kutosha, madaktari waligundua kuwa uvimbe mwingine kama wa kwanza ulikuwa umeanza kuota kwenye upande wa kulia wa paji la uso wake. Dalili zote zilionyesha kuwa pembe ya pili ilikuwa njiani. Wananchi wa Linlou walizidi kustaajabu. Sasa Zhang alikuwa kama kiumbe wa ajabu. Wenyeji walimpa jina bibi mwenye pembe ya shetani, lakini kwa upande wake hakuwa na wasiwasi. Zhang Ruifan alifariki dunia mwaka 2010 akiwa na miaka 101. Mpaka anafariki, pembe ya upande wa kulia haikuwa imekuwa kama ya kushoto, lakini bado ilikuwa dhahiri. Hakuiondoa hata moja. Hali ile ya kutisha ya kipekee lakini ya utulivu wa ajabu ilibaki sehemu ya hadithi yake. Familia yake ilisema kuwa alikufa kwa amani, akiwa hana maumivu yoyote. Alizikwa kijijini kwao akiwa amevaa kilemba, lakini pembe yake iliripotiwa kuwekwa wazi katika maziko yake kama sehemu ya maisha aliyoyapokea kwa utulivu. Hapa tunajifunza mambo yafuatayo: kukubali hali tulizonazo bila hofu, kutoona kila hali ya kiafya kuwa laana au fedheha, na zaidi ya yote kuwa mtu wa msimamo. Katika dunia ya leo ambapo watu wanahofia kuonekana tofauti, bibi huyo alikumbatia hali yake na kuishi nayo kwa miaka ya mwisho ya maisha yake. Je, wewe ungevumilia au ungeitoa? Weka maoni yako. Mimi ni John Walter.